Ukienda nyumbani unakuta ugomvi, ukitoka kazini huko, yani ni watu kwamba sasa hivi hawaelewi kwa kweli. Hivi unaona madhara ya 50% au haki sawa? Madhara ya 50% makubwa, sababu ndani tunashindwa kuelewana, na kwa maisha ya kawaida lazima mmoja wapo wao yuko chini. Lazima mmoja wapo wao yuko chini ili maisha mengine ya kawaida yaweze kwenda. Kwa hiyo kwenye swala la 50% hapa pana kazi kubwa sana. Kwa hiyo unaionaje ya 50% hii swala la haki? Kwa 50% sasa hivi wanawake ndio wanatafuta sana kuliko wanaume. Unaweza ukawa mwanaume akatoka akirudi kachoka hajafanya chochote, lakini mwanamke anaweza kaenda akajishughulisha, akauza mboga, akarudi akamlisha yule mwanaume. Kwa hiyo haki iwe sawa kwa sawa tu. Haki iwe sawa kwa sawa, kwa maana ya mwanaume aende kutafuta na mwanamke akatafuta. Ndio. Lakini kwa wale ambao sasa hawaendi, unaona kwamba labda kuna dhara lolote? Ndio, kwa sababu kuna madhara. Mwanamke ambaye haendi kutafuta, mwanaume akirudi lazima umwambie unakaa tu hapo unafanyaje? Nenda naye katafute. Kwa hiyo anamjengea mwanamke uoga, naye anasema kwa nini na mimi nasema kila muda ngoja na mimi nikatafute. Kwa hiyo sasa hivi haki iwe sawa kwa sawa, 50%. Tuende wanaume wakatafute na sisi tutafute. Sasa hivi wote tunawalisha wanaume, wanawake wengi wanawalisha wanaume. Kwa hiyo 50% ya uongozi mwanamke anaweza akawa juu, mwanaume sasa hivi yuko chini kwenye utafutaji. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia kwa sasa, kati ya mwanaume na mwanamke yupi anaonekana katika nafasi kubwa ya uongozi, kwa maana ya kundi lipi liko juu kwa nafasi ya uongozi? Sasa hivi kundi lililopo ni wanawake. Wanawake wapo juu sana. Wanawake wanajituma, wanawake wana hela. Sasa hivi wanawake wengi wana hela kuliko wanaume. Ndugu yangu